Risala hii inaitwa Khasaisul Mar'ati Al-Muslima As-Salafiyya, mambo maalum ya mwanamke wa Kiislamu, mwanamke ambaye anafuata Qur'ani, anafuata sunna kwa ufahamu wa masahaba radhiyallahu anhum bil jami'. Sheikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala aliulizwa ma hiya khasaisul mar'ati salafiyya, ni yapi mambo maalumu kwa mwanamke wa Kiislamu anayefuata Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa masahaba. Ni yapi mambo maalum, khasais, ni yapi mambo maalumu ya mwanamke wa Kiislamu anayefuata Qur'ani, anayefuata sunna za mtume kwa ufahamu wa masahaba na wema waliotangulia. Ni yapi mambo ambayo yeye huyu mwanamke wa Kiislamu atakikana kulazimiana nayo, atakikana kushikamana nayo katika uhai wake? Al-ijaba, jibu la Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala katika kulijibu suala hili akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, as-su'alu 'aridun wa tawilun, swali hili ni pana na ni refu. Na kiuhalisia ukiangalia swala hili ni suala pana kwa sababu limekusanya maisha ya mwanamke wa Kiislamu. Ni namna gani aishi mwanamke wa Kiislamu, ni mambo yapi alazimiane nayo mwanamke wa Kiislamu katika uhai wake. Akasema as-su'alu 'aridun wa tawilun, swali ni pana na ni refu kwa sababu tahta hadha as-su'al, chini ya suali hili yanaingia ndani yake mambo mengi sana. Kisha akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, nulimu bima yassara Allahu subhanahu wa ta'ala, sisi tutafupisha na kukaribisha na kufahamisha kwa kile ambacho amekiwepesisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akataja khasaisu almar'ati salafiyya, mambo maalumu yanayomhusu mwanamke wa Kiislamu anayefuata Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Awalan, jambo la kwanza, annaha tatamassaku bikitabillah, hakika mwanamke wa Kiislamu salafia anashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Annaha, hakika yake, tatamassaku bikitabillah, anashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alquran, kitabu cha Allah ni alquranul karim. Anashikamana na Qur'ani, maisha yake yeye ni Qur'ani, sabahan wa masaa, laylan wa nahara, asubuhi na jioni, mchana na usiku, maisha yake yote yamezungukwa na Qur'ani. Kwa hivyo anashikamana na Qur'ani, kila anachokifanya ni maelekezo kutoka ndani ya Qur'ani, na kila anachokiacha ni maelekezo kutoka ndani ya Qur'ani. Huyu ndiye mwanamke aliyeshikamana na al-Qur'anul Karim. Wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na anashikamana na sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, anashikamana na mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kaifa kana yaishu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, vile alivyokuwa akiishi mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenendo wake wote kuanzia asubuhi mpaka jioni, mchana na usiku, namna alivyokuwa akiishi mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ndivyo mwanamke wa Kiislamu anaishi kwa utaratibu huo. Annaha tatamassaku bikitabillah, mwanamke wa Kiislamu salafia anashikamana na kitabu cha Allah, wa bisunnati Rasulillah, na mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, fi hududi ma tastati'u, katika mpaka wa vile atakavyoweza.
kulingana na mpaka wa vile atakavyoweza. Si lazima aishi maisha yale yale aliyoishi mtume vile vile, la hasha wa kalla, bali haya anatakiwa ayafanye kulingana na uwezo wake. Hata mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, na yale ambayo nimekuamrisheni, yale ambayo nimekufundisheni, basi yaendeeni vile mtakavyoweza. Wama nahaitukum anhu fajtanibuhu, na yale ambayo nimekukatazeni, hayo hakuna mjadala, hayo ni kuyaacha. Kwa hivyo mambo ya haramu, mambo ya ubaya, mambo ya madhambi, muislamu hana khiari, yeye ni kuacha. Lakini mambo ya ibada, kufuata kitabu, kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam ala qadri listita'a, ni kulingana na uwezo. Lakini kitabu hicho na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, mwanamke huyu anavifuata viwili hivyo, anashikamana na viwili hivyo ala fahmi salafi salih, kulingana na ufahamu wa wema waliotangulia. Ala fahmi as-salafi salih, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Man humu salafu salih, ni wakina nani wema waliotangulia? Tunalisikia hili neno likitajwa katika sehemu nyingi. Fi manabir, linatajwa katika mimbari mbalimbali, linatajwa katika mauidha mbalimbali, wanalitaja watu mbalimbali. Man humu salafu salih? As-salafu salih humu sahaba, wema waliotangulia ni masahaba wa mtume wa Allah. Namna gani walikifahamu kitabu? Kwa sababu wao ndio ambao wameushuhudia wahi, wameshuhudia at-tanzil. Wakati Qur'ani inateremka walikuwepo sahabatu rasulillah, wao ndio waliofahamu kitabu cha Allah, wao ndio waliofahamu sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo sisi tunatakiwa tushikamane na kitabu cha Allah, tushikamane na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam katika ufahamu wa masahaba al-akarim radhiyallahu ta'ala anhum bil jami'. Nitatoa mfano katika hili. Allah subhanahu wa ta'ala ilipoteremka aya, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, hakika Allah na malaika wake wanamsalia mtume. Allah anamsalia mtume na malaika wake wanamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha amri ikaja, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni juu yake mtume na mumtolee salamu. Masahaba ilipoteremka aya hii wakamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia mtume, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alayka, kwa hakika umetufundisha ni namna gani tukusalimie. Tukitaka kukusalimia tukwambie assalamu alayka ya Rasulullah, tukwambie hivyo, au assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika umetufundisha ni namna gani ya kukusalimia. Fa kaifa nusallika, ni vipi tutakuswalia? Aya imeteremka inatutaka sisi tukusalie wewe mtume. Sasa vipi tutakusalia? Mtume akawaambia, qulu, semeni, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawafundisha masahaba namna sahihi ya kumsalia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa wakatokea watu wakasema, hapana, hawa bado hawajamsalia mtume. Kumsalia mtume lazima kwanza watu waitwe. Watu wakishaitwa wakusanyike sehemu moja, kisha wali upikwe, na wali ukishapikwa madufu yaletwe na madrasa mbalimbali zialikwe, na kila mmoja apige madufu yake, aimbe na kucheza. Hiyo ndio namna nzuri ya kumsalia mtume. Sasa masahaba ilipoteremka aya hii, wao hawakuamua kuchukua utaratibu wao wenyewe wa kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam,
wakamfuata mtume kumuuliza, sisi umetufundisha namna ya kukusalimia, sasa vipi tukusalie ewe mtume wa Allah? Mtume akawafundisha utaratibu, kisha watu wakaja na utaratibu mwingine. Sasa sisi ahlus sunnati wal jamaa tumejipwekesha katika kufuata mwenendo wa masahaba ili kuibakisha dini katika asili yake, pasina kuingiza mambo ambayo hayakuwemo kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema hapana, sisi hatusherehekei mazazi ya mtume kwa utaratibu huu. Sisi tutamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam kama allama ashabahu, kama vile ambavyo mtume alivyowafundisha masahaba zake. Tutasema na sisi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Hivi ndivyo ambavyo ametufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Kupitia mfano huu tunaona ya kwamba sisi tuna wajibu wa kuifahamu Qur'ani na kuzifahamu sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa hawa masahaba. Wakati aya zinateremka wao walikuwepo. Kwa hivyo sisi tuna haja ya kufahamu Qur'ani wakati inateremka kwa kupitia ufahamu namna vile walivyofahamu masahaba radhiyallahu ta'ala anhum bil jami'. Tukitafuta ufahamu mwingine usiokuwa ufahamu wa masahaba, basi hapana shaka lazima tutapotea tu, lazima tutapotea tu. Na wengi leo hii wamepotea kwa sababu ya kukiuka ufahamu wa masahaba. Kwa hivyo mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tuna uwajibu wa kulazimiana na kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza ndani ya suratul Baqara akasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa hao watakaokuja katika mayahudi na manasara na waislamu watakaokuja baadaye wataamini mithili ya vile ambavyo mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, kwa hakika watakuwa wameongoka. Wa intawallaw, na wakikengeuka wakaacha muongozo wenu nyinyi masahaba, wakaacha fahamu yenu nyinyi masahaba, fa inma hum fi shiqaq, hakika si vinginevyo hao ndio waliompinga mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anaeleza ndani ya Qur'ani, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Na yule yoyote atakayempinga mtume baada ya kubainikiwa yeye na uongofu na akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini hapa dukhulan awwaliya, wanaingia sahabatu rasulillah, wao ndio waliokuwa waumini kipindi aya inateremka, wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, na wakafuata njia isiyokuwa njia ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutawapeleka huko walikoelekea, wa nuslihi jahannama, na tutawaingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira. Na hayo ni mafikio mabaya mno. Aya hizi zinatuonyesha uwajibu wa sisi kukifahamu kitabu cha Allah na kuzifahamu sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa as-sahaba, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hivyo jambo la kwanza katika khasais, mambo maalumu, mambo ya msingi ya mwanamke wa Kiislamu as-salafia kushikamana nayo ni kushikamana na kitabu cha Allah na kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam fi hududi ma tastati'u, katika mipaka ambayo yeye anaiweza, ala fahmi as-salaf salih, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia as-sahabatu al-akarim radhiyallahu ta'ala anhum bil jami'. Al-amru athani, jambo la pili katika mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu as-salafia atakikana kushikamana nayo fi hayatiha, katika uhai wake. Qala rahimahullahu ta'ala, wayambaghi laha, na inatakikana kwake yeye, wayambaghi laha, na inatakikana kwake yeye aidan vile vile, wayambaghi laha aidan, na inatakikana kwake yeye vile vile, an tataamala ma'al muslimina, kuamiliana pamoja na waislamu, an tataamala ma'al muslimina,
kuamiliana pamoja na waislamu muamalatan tayyibatan, muamala mzuri. Mwanamke wa Kiislamu katika mambo ambayo ni maalumu kwake yeye kushikamana nayo, kuishi nayo katika uhai wake mpaka kifo chake kitakapomkuta, atakikana mwanamke huyo antataamala ma'al muslimin, kuamiliana pamoja na waislamu muamalatan tayyibatan, muamala mzuri, kuwa na muamala mzuri na waislamu wengine. Baada ya kutengeneza muamala wako mzuri na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kushikamana na kitabu cha Allah na kushikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, huu ni muamala baina yako wewe na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umeshautengeneza, unasali vizuri kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, unafunga funga zako kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, unatoa sadaka yako kama alivyokuelekeza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Huu ni muamala baina yako wewe na baina ya Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunakuja kwenye muamala baina yako wewe na baina ya waislamu wengine. Je, muamala wako wewe na baina ya waislamu wengine ni muamala mzuri? Aweza kuwa mtu ni mzuri wa muamala baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni mbaya na mchafu wa muamala baina yake na waislamu wengine, baina yake na ndugu zake waislamu. Ni mtu badhi alqaul, ni mtu mwenye maneno machafu, haifai kumsikiliza mtu huyu. Akikaa yeye muda wake wote anaupoteza katika kuwasengenya ndugu zake waislamu, muda wake wote anautumia katika kuelekeza na kueneza ufisadi baina ya waislamu. Annamima, umbea, kutoa maneno huku kupeleka kule, kuyachukua huku kupeleka kule. Muda wake wote anaharibu muamala baina yake na baina ya wanawake wenziwe wa Kiislamu. Kwa hivyo mwanamke wa Kiislamu salafia atakikana kuamiliana pamoja na waislamu muamala uliokuwa mzuri. Ndiyo maana mtume sallallahu alayhi wasallam akawaeleza masahaba, antum shuhadaullahi ala al-ard, nyinyi ni mashuhuda wa Allah juu ya ardhi. Ninyi ndio mtakao kwenda kushuhudia. Yule mtakayemsifia khairi, basi hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake itakuwepo khairi, na yule mtakayemsifia shari, basi hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwake itakuwa shari. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu aliamiliana na watu kwa shari, akasifiwa kwa shari, kwa hivyo hata mbele ya Allah atakuwa ni mtu wa shari. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu alisifiwa khairi, aliamiliana na watu kwa khairi, kwa hivyo hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mtu wa khairi. Bali anasema Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, bal wa 'ala al-kafirin, bali muamala mzuri hata kwa makafiri, si kwa waislamu peke yao, hata kwa makafiri. Jirani zako makafiri, ishi nao kwa muamala mzuri, wasemeze maneno mazuri, wafanyie uadilifu. Hata kama ni makafiri, ishi nao kwa uadilifu, usiwatenze nguvu na kuwasema vibaya na kuwafanyia umbea na kuwatukana na kuwadharau eti kwa sababu wao ni makafiri. Mafundisho ya Kiislamu hayajafundisha hivyo. Mafundisho ya Kiislamu yanamfundisha mwanamke wa Kiislamu salafia awe na matengamano mazuri, awe na muamala mzuri na waislamu, bal hatta alkafirin, bali hata makafiri awe na muamala nao mzuri. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihi alkarim, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, waqulu linnasi husna, nasemeni kuwaambia watu maneno mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja annas yashmal almuslimin walkafirin. Neno nas linaenea waislamu na makafiri, wote hawa waambieni maneno mazuri. Waqulu linnasi husna, nasemeni kuwaambia watu maneno mazuri. Kwa nini? Kwa sababu alqawlul hasan min alamati aliman, maneno mazuri ni katika alama za imani ya mtu.
ili mtu aonekane kuwa yeye ni mu'minun billah, ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapana budi lazima azungumze maneno mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut. Yoyote atakayekuwa anamwamini Allah na anaiamini siku ya mwisho kwamba ipo na watu watalipwa matendo yao siku ya kiyama, falyaqul khayran au liyasmut, basi azungumze maneno ya kheri anapozungumza na watu, au anyamaze kimya, asitoe matusi katika kinywa chake, asitoe kebehi katika kinywa chake, asiwadharau watu kupitia maneno yake. Huyo mtu aamiliane na watu kwa muamala wa maneno mazuri. Wayaqulu, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni, Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni enyi waislamu wa kiume na wa kike, an tuaddu al-amanati ila ahliha, mrejeshe amana kwa watu wake. Kuna mwanamke ukimkopesha leo hii, basi we sahau hilo deni, ndio limepita hivi, hakulipi hata iweje. Amana, hawezi kutekeleza amana. Kuna mwanamke ukimpa jambo lako kwamba hili ninakupa ni siri yangu, hawezi kubaki na hiyo siri, lazima atamwambia tu ummu fulani, utaikuta tu, kwa sababu si mwanamke mwenye kutekeleza amana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni kuitekeleza amana. Inna Allaha ya'murukum, hakika Allah anakuamrisheni an tuaddu al-amanati ila ahliha, muzirejeshe amana kwa watu wake. Bali na haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnadi wake, hadithi kutoka kwa sahaba Samura radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, addil amanata ila man itamanak, itekeleze amana, irejeshe amana kwa yule mtu ambaye aliyekuamini wewe. Maadama amekuamini akakupa amana, basi irejeshe amana hiyo kwake yeye, itekeleze amana hiyo kwake yeye. Wala takhun man khanaka, na wala usimfanyie khiana yule ambaye atakayekufanyia wewe khiana. Maneno yote haya ni katika kusisitiza jambo la kutekeleza amana. Utakapopewa amana na ndugu yako Muislamu, basi hakikisha amana hiyo umeitunza na umeihifadhi kwa kuirejesha amana hiyo kwake yeye mwenyewe. Amekudhamini ndugu yako Muislamu, akaenda akakukopea kwa ndugu yako Muislamu, basi isitiri dhamana yake, rejesha kile kitu ulichokopeshwa. Usiwe ni mtu wa kurusha maneno, leo unakuja na kauli hii, kesho unakuja na kauli nyingine, kesho kuta una kauli nyingine. La hasha wa kalla, hii yote ni katika kusisitiza muamala uliokuwa mzuri. Wayaqulu subhanahu wa ta'ala, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala aidan vile vile, wa idha qultum fa'dilu, na pindi mtakaposema basi fanyeni uadilifu. Wa idha qultum fa'dilu, na pindi mtakaposema kuweni waadilifu katika maneno yenu, msipunguze maneno yenu na wala msizidishe maneno yenu. Zungumzeni uhalisia, lakini al-asafu shadidi, kuna mtu leo ukimtajia jina tu habari imekwisha, yani atatengeneza habari na story ya huyo mtu yeye mwenyewe. Sasa hii ni kinyume na uadilifu. Allah anasema, wa idha qultum fa'dilu, na pindi mtakaposema basi fanyeni uadilifu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao walioamini, kunu qawamina bilqist shuhadaa lillah, kunu qawamina bilqist, ni wenye kusimamia uadilifu. Kunu qawamina bilqist, ni wenye kusimamia uadilifu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, kunu qawamina bilqist, ni wenye kusimamisha uadilifu. Shuhadaa lillah, ni mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ala anfusikum, hata kama itakuwa juu ya nafsi zenu, yani huo ushahidi utakuwa dhidi ya nafsi zenu.
kuwa mwadilifu. Sema kwamba mimi ndiye niliyeiba, mimi ndiye niliyesengenya. Kuwa mwadilifu hata kama hilo jambo litakuwa dhidi yako, au awil walidaini, au wazazi wawili, mzazi wako ndio anayetuhumiwa. Sema kwa uadilifu. Wal aqrabin, na ndugu wa karibu, ndugu zako wa karibu ndio wanaotuhumiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka uwe mwadilifu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao walioamini, kunu qawamina bilqisti shuhada, kuweni wenye kusimamisha uadilifu, shuhada lillah, kuweni mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala, walau ala anfusikum, hata kama itakuwa dhidi ya nafsi yenu, awil walidaini, au dhidi ya wazazi wawili, wal aqrabin, na ndugu wa karibu, nyinyi kuweni waadilifu. In yakun ghaniyan, ikiwa atakuwa ni tajiri, in yakun ghaniyan, ikiwa atakuwa ni tajiri, au faqiran, au atakuwa ni fakiri, fallahu aula bihima, basi Allah ni bora zaidi kuliko wao. Fallahu aula bihima, basi Allah ni bora zaidi wa wao hao wawili, fakiri au tajiri. Fala tattabi'u alhawa, msifuate matamanio ya nafsi. Fala tattabi'u alhawa, msifuate matamanio ya nafsi. An ta'dilu, mkauacha uadilifu, mkafata matamanio ya nafsi, mkaacha kufanya uadilifu. Wa intalu, na ikiwa mtapotosha, au tu'ridu, au mkajitenga na mkapuuza, mkaacha kuelezea uhalisia, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, basi tambueni hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa katika kile ambacho mnachokifanya ni mwingi wa habari. Kwa hivyo fala tadhlim, usifanye dhulma, li'annahu faqirun, kwa sababu yeye huyo unayemfanyia dhulma ni fakiri, hana uwezo wa kukufanya chochote. Wewe una cheo, una nafasi, una mali, ukaamua kufanya dhulma. Wala ta'dilu 'anil haqq, na wala msije mkaiharibu haki, li'annahu aduun, mkaacha kuitekeleza haki eti kwa sababu huyo ambaye haki iko kwake ni adui yako, ukaamua kusema uongo kwa sababu yeye ni adui yako, ukaamua kutokufanya uadilifu kwa sababu yeye ni adui yako. Bali alayka bilqisti, bali ni juu yako kulazimiana na uadilifu. Ma'al adui, pamoja na adui, hata kama ni adui mfanyie uadilifu. Wal faqir, hata kama atakuwa ni fakiri maskini mfanyie uadilifu. Wal ghani, hata kama atakuwa ni tajiri ana pesa mfanyie uadilifu. Wal kabir, hata kama atakuwa ni mtu mzima kwako wewe. Wasaghir, hata kama atakuwa ni mtoto mdogo mfanyie uadilifu. Hivyo ndivyo anavyokutaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwenye jambo hili la pili la kuamiliana na watu vizuri, paka kusanywa ndani yake alqaulul hasan, kuzungumza maneno mazuri, kuamiliana na watu kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Waqulu linnasi husna, semeni kuambia watu maneno mazuri. Kadhalika kutekeleza amana. Wewe mwanamke wa Kiislamu unatakiwa uwe ni mwanamke ambaye unapoaminiwa basi unaitekeleza amana pale ulipoaminiwa. Kadhalika wewe mwanamke wa Kiislamu unatakiwa uwe na adala fi qawlik, uwe na uadilifu katika maneno yako, uwe na uadilifu katika kauli zako. La ifrata wala tafrit, hakuna kuchupa mipaka wala hakuna kuzembea katika maneno yako. Hivyo ndivyo alivyokutaka Allah subhanahu wa ta'ala, na utoe ushuhuda wa kweli, hata kama ushuhuda huo utakuwa dhidi ya nafsi yako, utakuwa dhidi ya wazazi wako, utakuwa dhidi ya ndugu zako. Usimtetee mtu kwa sababu yeye ni fakiri, wala usimtetee mtu kwa sababu yeye ni tajiri. Jua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa utapotosha, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yale ambayo wewe unayoyatenda leo hii. Thalithan, jambo la tatu katika mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu atakikana kulazimiana nayo katika maisha yake, qala rahimahullahu ta'ala, kama annahu yajibu alaiha an tulazima al-libasa al-islamiyya, kama ilivyokuwa hakika yake ni wajibu juu ya mwanamke wa Kiislamu. Kama annahu, kama hakika yake, yajibu alaiha, ni wajibu juu ya mwanamke wa Kiislamu, an tulazima al-libasa al-islamiyya, kulazimiana na mavazi ya Kiislamu, kulazimiana na al-hijab ash-shar'iyya, kulazimiana na hijabu ya kisheria. Mwanamke wa Kiislamu ni wajibu, ni lazima kwake yeye kulazimiana na mavazi ya kisheria, kulazimiana na hijabu ya kisheria.
na akiacha kuvaa hijabu ya kisheria anapata madhambi mwanamke wa Kiislamu. Ni wajib kwake yeye kulazimiana na hijab ya kisheria. Wa anta bataida an at-tashabbuh bi a'da'i al-islam, na kujiweka mbali na kujiepusha kutokana na kujifananisha na maadui wa Uislamu. Maadui wa Uislamu, kujifananisha na wanawake kafara, wanawake makafiri. Mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajiepushe kabisa na kujifananisha na wanawake makafiri. Rawa al-Imam Ahmad, amepokea hadithi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadihi, katika musnadi wake, min hadithi Abdullah ibn Umar, kutokana na hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yoyote atakayejifananisha na watu fulani. Man tashabbaha biqaumin, yoyote atakayejifananisha na watu fulani, fahuwa minhum, basi yeye yuko miongoni mwao, na yeye ni miongoni mwao. Kwa nini? Liannahu tashabbaha biqaumin, kwa sababu yeye amejifananisha na watu fulani. Al-asafu shadidi, masikitiko yaliyokuwa makubwa, leo wanawake wengi wa Kiislamu wanaonelea ya kwamba kuzungumza kama vile wanavyozungumza wanawake wa kimagharibi ndiyo usasa na ndiyo maendeleo. Kwa hivyo utamkuta mwanamke wa Kiislamu anavyozungumza, zile toni zake za mazungumzo kama vile ambavyo wanazungumza wanawake wa kimagharibi, wasiokuwa na dini, wasiokuwa na haya, wasiokuwa na Uislamu. Sasa mtume anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Leo kuna wanawake wa Kiislamu mavazi yao wanavyovaa kama vile ambavyo wanavyovaa wanawake wa kimagharibi wasiokuwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote atakayejifananisha na watu fulani, basi na yeye yuko miongoni mwao. Hivyo chukua tahadhari, ewe mwanamke wa Kiislamu. Tunao sisi viigizo vyema, tunao sisi wanawake wa kisahaba ambao waliishi maisha ya Kiislamu sahihi. Mna haja nyinyi wanawake wa Kiislamu kuyageza maisha hayo waliokuwa nayo wanawake wa kisahaba. Namna gani waliishi na waume zao, namna gani walitengamana na waume zao, namna gani walivaa, namna gani walitembea, namna gani waliishi maisha yao kwa ujumla. Ninyi muwaige wao, msiwaige hawa wanawake wasiokuwa Waislamu. Kuwaiga hawa wanawake wasiokuwa Waislamu ni kujifananisha na wanawake wasiokuwa wa Kiislamu, na mtume ametahadharisha katika hilo. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yoyote atakayejifananisha na watu fulani, ima katika kuongea kwake, ima katika kutembea kwake, ima katika kuvaa kwake, ima katika ulaji wake, ima katika lifestyle yake, maisha yake kwa ujumla, akaamua kuwaiga watu fulani, basi mtume anasema fahuwa minhum, basi yeye yuko miongoni mwao. Kwa hivyo wewe mwanamke wa Kiislamu, jifananishe na wanawake wema masahaba, jifananishe na wanawake wema waliotangulia, na usijifananishe na wanawake waovu. Hata imesisitizwa tashabbahu bilkiram, jifananisheni na watu watukufu, jifananisheni na watu wema. Wa illam takunu mithlahum, hata kama hamtokuwa mfano wao, nyinyi jifananisheni, jilazimisheni kujifananisha na watu wema. Hata kama hamtokuwa kama wao, lakini nyinyi jilazimisheni na watu wema, na wala msijifananishe na watu waovu, kwa sababu kujifananisha na watu waovu ni kuwa miongoni mwao, ni kuwa katika watu waovu. Wa Rabbul Izza yaqulu fi sha'ni al-libas, na Allah subhanahu wa ta'ala mwenye utukufu, Rabbul Izza, Allah Mola mwenye utukufu na Mola mwenye ushindi na Mola mwenye nguvu, yaqulu fi sha'ni al-libas, anasema katika jambo la mavazi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi, ewe nabii. Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibu nabiyahu, anamzungumzisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam, qul li azwaji, ewe nabii, ewe mtume, waambie wakezo, waambie wake zako, qul li azwajika, waambie wake zako, wa banatika, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin,
na wanawake wa waumini waambie nini? Yudinina alaihinna min jalabibihinna, wateremshe juu yao katika majilbabi yao. Yudinina alaihinna min jalabibihinna, wateremshe juu yao min jalabibihinna, katika majilbabi yao. Dhalika adna an yu'rafna, hilo liko karibu zaidi, litapelekea wao kujulikana. Fala yu'dhaini, hawatoudhiwa wanawake lau kama watavaa hijab shar'i, watavaa hijabu ya kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala ameshachukua dhamana ya kuwahifadhi wao, hawatoudhiwa na yoyote maadama wamezivaa hijabu zao za kisheria, wakiwa ni wenye ikhlas kwa kutafuta kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi tayari wameipata hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wachache mno wenye kuyafahamu haya. Wengi wanavaa kwa sababu mume anataka, mume ndo anataka hivi, sasa nitafanyaje, na mimi ndo nategemea maisha yangu kwake. Basi anaamua kuvaa hijabu, anaamua kuvaa niqabu. Nini? Kwa sababu mume anataka, na sio imtithalan li amrillah, si kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alipomwambia mtume awaambie wake zake na awaambie mabinti zake na wanawake wa waumini, na we umo katika hao wanawake wa waumini, na we umo unaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema kumwambia mtume wake waambie hao yudinina alaihinna min jalabibihinna. Kwa hivyo jilbabu yako kama ulikuwa unaivaa kwa sababu ya mume wako, acha kuanzia leo usivae kwa sababu ya mume wako, usivae kwa ajili ya mume wako, vaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni amri kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Dhalika adna an yu'rafna, hilo litapelekea wao kujulikana. Fala yu'dhaini, hawatoudhiwa katika mabarabara yao, hawatoudhiwa katika safari zao, hawatoudhiwa katika majumba yao, watakuwa tahta hifdhillahi jalla wa ala, watakuwa chini ya hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wangapi katika wanawake wanaulitambua hili? Wangapi katika wanawake wanaulijua hili? Utaona ni wachache katika wanawake wanaulijua hili. Warawa at-Tirmidhi, na amepokea hadith al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi, katika jami'i yake, jami'ul Imam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi, من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كتك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسيما متومي والله صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة، منامكن يوتي، المرأة عورة، منامكن يوتي، المرأة عورة، منامكن يوتي. فإذا خرجت، pindi atakapotoka mwanamke huyo, lighairi alhay'ati shar'iyya, atakapotoka mwanamke huyo katika muonekano usiokuwa wa kisheria, akaamua kutoka pasi na kuvaa hijabu ya kisheria, akaamua kutoka pasi na kulazimiana na mavazi ya kisheria, akaacha kujistiri, akadhihirisha mapambo yake, basi ajue huyo mwanamke, fa idha kharajat, pindi atakapotoka mwanamke huyo, istashrafaha ash-shaytanu, shaytani humpamba mwanamke huyo. Mwanamke mwenyewe ni pambo, lakini anaongezewa pambo jingine la shaytani juu yake, na ndio utaona mwanamke huyo anaudhiwa katika mabarabara anayopita. Wanaume watampigia miruzi, watamsimamisha. Kwa nini? Kwa sababu istashrafaha ash-shaytan, amempamba yeye shaytani baada ya kuwa ameacha kujistiri hijabu ya kisheria, ameacha kuvaa vazi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kumhifadhi yeye akiwa katika vazi hilo. Kwa hivyo mtume anasema idha kharajat, pindi atakapotoka mwanamke huyu, istashrafaha ash-shaytan, shaytani humpamba. Zayyanaha fi nadha'iri ar-rijal, shaytani atampamba mwanamke huyo katika mitazamo ya wanaume. Wanaume watakuwa wanamtolea macho, wanaume watakuwa wanamtazama. Kwa nini? Kwa sababu ameacha kujistiri hijabu ya kisheria, na mwisho wa siku watamuingiza katika fitna. Watamsimamisha, watataka kuzungumza naye, watataka mawasiliano naye, lengo na makusudio ni kumuingiza katika nini? Kumuingiza katika fitna. Kwa hivyo mwanamke wa Kiislamu katika khasais, mambo maalumu ambayo atakikana kulazimiana nayo, ni yeye kujilazimisha kuvaa mavazi ya kisheria,
na kujiweka mbali na kuwageza wasiokuwa wanawake wa Kiislamu. Rabi'an, jambo la 4 katika mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu atakikana kulazimiana nayo, qala rahimahullahu ta'ala, wanansahuha, na tunamnasihi mwanamke wa Kiislamu, wanansahuha, na tunamnasihi mwanamke wa Kiislamu as-salafia, an tuhsina ila zawjiha, kuwa mwema kwa mume wake, an tuhsina ila zawjiha, kuwa mwema kwa mume wake, idha aradatil hayata saida, pindi atakapotaka maisha mazuri. Mwanamke wa Kiislamu atakapotaka maisha ya mafanikio, atakapotaka maisha mazuri, basi ni juu yake mwanamke wa Kiislamu kuwa mwema kwa mume wake, jambo ambalo wanawake wengi leo hii wamelikosa baada ya kuingiwa na umagharibi na kuonekana kila mtu ana uhuru. Kuna hurriyatu at-takallum, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kufanya vile unavyotaka. Basi na wanawake wa Kiislamu baadhi yao wakaliiga hili na wakalidhihirisha kwa waume zao, wakakosa adabu mbele ya waume zao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, pindi atakapomuita mwanaume mke wake katika tandiko lake. Idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, pindi atakapomuita mwanaume mke wake katika tandiko lake. Na hii wanataja ulama ni kinayatun 'anil jima'. Mume atakapomuita mke katika tandiko lake, katika kitanda chake, kwa ajili ya kitendo cha ndoa, fa abat, akakataa mwanamke huyo, akasema, mimi nimechoka, nimefanya kazi nyingi, kuanzia asubuhi naosha watoto, niko naosha vyombo, niko nafua, mimi nimechoka, niache bwana, sitaki. Mtume anasema, la'anataha almalaikatu, mwanamke huyu watamlaani yeye malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-la'na ni at-tard wal-ib'ad min rahmatillah. La'na maana yake ni kufukuzwa na kuwekwa mbali na huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa atakufa mwanamke huyo baada ya kumkatalia mume wake, basi mtu huyo yuko mbali na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuko mbali na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala muda wa kuwa yuko mbali na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanamke wa Kiislamu atakikana kuwa mwema kwa mume wake, bali imekuja katika baadhi ya hadithi Mtume anasema, hata kama atakuwa jikoni mwanamke huyu anaitwa na mume wake kwa ajili ya haja zake, basi atakikana mwanamke huyu kuacha, kama ni ugali uungue, kama ni maharage aache yaungue, kama ni chakula alikuwa anapika akiache kiungue, aende akatekeleze haja ya mume wake. Ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi wewe unakataa eti nimechoka kuanzia asubuhi, niko nafanya kazi, niko naosha watoto? Mambo kama haya ni kinyume kabisa na utaratibu wa Kiislamu. Hadithi hii ni dalili ya kuonyesha idhamu haqqi zawj, ukubwa wa haki ya mume ala zawjatihi, juu ya mke wake, hata kama huyo mke yupo katika jiko anapika. Mtume anamwambia aache jiko lake, aache anavyovipika, aende akatekeleze haja ya mume wake. Wa fi sahihi Muslim, na katika sahihi Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha kana alladhi fi as-samaa ghadiban alaiha. Imekuja inda al-Imam Muslim, isipokuwa mwanamke huyu ambaye atakayekataa kitendo cha jimaa na mumewe, illa kana alladhi fi as-samaa, isipokuwa huwa yule ambaye yuko juu ya mbingu, ghadiban alaiha, huwa ni mwenye kumchukia juu yake, humchukia kwa sababu mwanamke huyu amekataa kutekeleza lile ambalo mumewe amemtaka. Kwa hivyo mwanamke wa Kiislamu atakikana kuwa na muamala mzuri na mume wake, atakikana kuwa na ihsan, kuwa na wema kwa mume wake. Khamisan, jambo la 5, min khasaisi almar'ati as-salafiyya, katika mambo maalumu ya mwanamke wa Kiislamu, mwanamke wa kisalaf. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wa hakadha aidan taqumu bi riayati abnaiha, na vivyo hivyo yatakikana mwanamke huyu
asimamie malezi ya watoto wake. Wa hakadha aidan, na vivyo hivyo vile vile taqumu bi riayati abnaiha, asimamie malezi ya watoto wake riayatan islamiyya, malezi ya Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu katika nasaha anazopewa na Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, atakikana kulazimiana na usimamizi mzuri wa watoto wake, awalee watoto wake malezi ya Kiislamu, jambo ambalo wanawake wengi wamefeli leo hii. Wanawake wengi leo hii wamefeli kuwalea watoto wao tarbiyatan islamiyya, riayatan islamiyya, kuwalea watoto wao na kuwasimamia na kuwachunga watoto wao machungo ya Kiislamu, malezi ya Kiislamu. Wengi wamefeli. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, mwanamke hajui mtoto wake anashinda wapi, mwanamke hajui mtoto wake anacheza na wakina nani, mwanamke hajui mtoto wake anakula wapi. Yeye anawalea watoto wake malezi ya kizungu, kila mmoja ana uhuru wa kufanya vile anavyotaka. Uislamu unaelekeza mwanamke wa Kiislamu anatakiwa awasimamie watoto wake malezi ya Kiislamu, asimamie usafi wao, asimamie swala zao, asimamie ibada zao, asimamie kujifunza kwao, asimamie namna watoto wanavyoisoma Qur'ani, asimamie namna watoto wanavyoitakidi itikadi sahihi ya Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu anatakiwa afanye haya. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim, wa hakika amepokea hadithi al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima, katika sahihi zao, min hadithi Abdullah ibn Umar, kutokana na hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, qala nasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in, nyinyi wote ni wachunga. Kullukum ra'in, nyinyi wote ni wachunga. Mtume anawaambia masahaba zake na ananiambia mimi na anakuambia wewe pia, nyinyi wote ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na nyinyi wote ni wenye kuulizwa juu ya kile mlichopewa kukichunga. Taulizwa kunako kile ambacho umepewa ukichunge. Wa dhakara almar'ata, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mwanamke, annaha ra'iyatun fi baiti zawjiha, mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake. Mwanamke wa Kiislam as-salafiyya ra'iyatun fi baiti zawjiha, ni mchunga katika nyumba ya mume wake, bihusni at-tadbiri fi amri baitihi, kwa kupangilia vizuri mambo ya nyumbani kwake. Leo tutakula nini, baadaye kitapikwa nini, tutafanya nini. Haya yote ni mambo ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ayachunge nyumbani kwake. Wa tarbiyati auladihi, na kuwalea watoto wa mume wake malezi yaliyokuwa mazuri, malezi ya Kiislamu, awafundishe adhkari, awafundishe Qur'ani, awafundishe kusali, awafundishe tauhid, awafundishe aqida. Haya ndiyo malezi mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kuwalea watoto wake, na hii ni riaya yake, huu ni uchunga wake kwa watoto wake. Wa khidmati adhiyafihi, na kuwahudumia wageni wake pale wanapokuja wageni wa mume wake, awafanyie khidma iliyokuwa nzuri. Haya yote haya mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ayachunge katika nyumba yake. Wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na yeye mwanamke wa Kiislamu wa hiya mas'ula, na yeye ni mwenye kuulizwa 'an ra'iyatiha, kutokana na vile alivyopewa kuvichunga. Yale mambo aliyoambiwa yeye ayachunge katika nyumba ya mume wake, ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين، نكتك صحيح بيلي، من حديث معقل بن يسار، كتك حديث يا معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمس إمامتم والله صلى الله عليه وسلم، ما من راع، hakuna mchunga yoyote, ma min ra'in, hakuna mchunga yoyote. Ra'in imekuja ikiwa ni munakkara fi siyaqi nafyi, tufidu al-umum, inafidisha kuenea, yashmalu ar-rajula wal mar'a, neno hili linamuenea mwanaume kadhalika linamuenea mwanamke. Muda wa kuwa umepewa uchunga, ukichunge kitu fulani, basi hadithi hii na maneno haya yanakuhusu. Ma min ra'in, hakuna mchunga yoyote, yastar'ihi Allahu ra'iyatan,
ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa wachungwa, atampa kitu cha kukichunga. Hakuna mchunga yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa kitu cha kukichunga. Thumma lam yahutha binushihi, kisha asikizunguke hicho kichungwa kwa nasaha zake, asikipe nasaha zake, asiishi nacho kwa nasaha, illa isipokuwa mtu huyo aliyepewa mchunga na akamfanyia khiana mchunga wake, illa lan yajida raihata aljanna, isipokuwa mtu huyo hatoipata harufu ya pepo. Huyo aliyepewa cha kuchunga na akakifanyia khiana, hakukichunga kile alichopewa akichunge, Mtume anaeleza mtu huyo lan yajida raihata aljanna, hatoipata harufu ya pepo. Wa hadha yadullu ala bu'dihi anha, na haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema illa lan yajida raihata aljanna, isipokuwa mtu huyo hatopata harufu ya pepo, maneno haya yanajulisha juu ya umbali wake na hiyo pepo, atakuwa yuko mbali sana na hiyo pepo. Kwa nini? Kwa sababu raihatul janna yasiru min masirati kadha wa kadha, harufu ya pepo tasiru min masirati kadha, inafika mbali kabisa, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, harufu ya pepo inafika mbali. Huyu hatoipata harufu hii, ni alama ya kuonyesha mtu huyu atakuwa mbali kabisa na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adami dukhulihi iyaha, na kutokuingia hiyo pepo, mtu huyu hatoingia peponi, na ndiyo maana haipati harufu ya pepo. Manake mtu huyu ni mtu wa motoni, yule ambaye amepewa raia, amepewa wachungaji, amepewa kitu cha kukichunga, kisha akakifanyia khiana hicho alichopewa cha kukichunga, mtu huyu hatoingia peponi. Ndiyo maana ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtu asipoingia peponi basi makazi yake ni motoni, wal billah. Qala rahimahullahu ta'ala, fala yanbaghi, hivyo haitakikani, fala yanbaghi, haitakikani an tushghilaha ad-da'watu, kumshughulisha yeye mwanamke wa Kiislamu da'wa, an tarbiyati abnaiha, kunako malezi ya watoto wake, akajishughulisha mno na kufanya da'wa, anafanya da'wa huku, anafanya da'wa kule, watoto nyumbani wanaharibika, watoto nyumbani wanaangamia. Haitakikani. Kwa nini? Kwa sababu wale watoto nyumbani kwake ni raia wake, ni wachunga wake, anatakiwa awachunge. Kwa hivyo haitakikani kwa mwanamke wa Kiislamu ikawa yeye kila siku ni misafara. Leo anakwenda kwenye kongamano hili anataka kufanya da'wa, kesho anakwenda kwenye kongamano lile anataka kufanya da'wa, kesho kutwa yuko Zanzibar, kesho kutwa yuko Mombasa, na ana watoto nyumbani. Haitakikani ikamshughulisha yeye da'wa akaacha kuwalea watoto wake nyumbani. Hilo ni jambo la 5. سادسا جنب 6. قال رحمه الله تعالى: كما أنه ينبغي لها أن ترضى بما حكم الله من تفضيل الرجل على المرأة، كما حكاياك ينبغي لها، يتككان kwake mwanamke huyu wa Kiislamu السنية السلفية an tarda bima hakama Allah, yatakikana kwake yeye aridhie kile ambacho amekihukumu Allah. An tarda bima hakama Allah, aridhie kile ambacho amekihukumu Allah subhanahu wa ta'ala, min tafdhili ar-rajuli ala al-mar'a, katika kumfadhilisha mwanaume juu ya mwanamke. Mwanaume ni afdalu ala al-mar'a, ni mbora zaidi kuliko mwanamke. Yaqulu Allah subhanahu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd, na wala msitamani, wala tatamannu, na wala msitamani, ma faddala Allah bihi, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha nayo, ba'dakum ala ba'd, amewafadhilisha nayo baadhi yenu juu ya baadhi ya wengine. Msitamani mkafikia kiasi cha kusema hapana budi, lazima sisi tuko sawa sawa, mwanaume ni sawa na mwanamke. Kama alivyokuwa mwanaume ana haki fulani, basi na mwanamke pia ana haki fulani. Allah amekataza msitamani kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekifadhilisha kwacho kwa baadhi yenu juu ya baadhi ya wengine. قالت أم سلمة
Salama alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, laitana kunna rijalan, laiti sisi tungekuwa ni wanaume, fajahadna, tukaenda kupigana jihadi, wa ghazawna, tukaenda katika vita, wa kana lana mithlu ajri rijal, na ukawa kwetu sisi mfano wa ujira wa wanaume. Salama anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatamani, tunatamani lau kama sisi pia tungelikuwa wanaume, twende katika mapigano, tukapigane fi sabilillah, twende katika jihad ili tuupate ujira ambao wanaupata wanaume. Fanazalat hadhihi alaya, ikateremka aya, lirijali nasibun, wanayo wanaume fungu, wanalo wanaume fungu, ay thawabun, wanazo wanaume thawabu, mimma iktasabu, kwa kile ambacho wao wamekichuma, minal jihadi, katika kupambana fi sabilillah, walinnisai nasibun, vile vile wanawake wanalo fungu, wanazo wanawake thawabu, mimma iktasabna, kutokana na kile ambacho walichokichuma wao, min hifdhi furujihinna, katika kuhifadhi tupu zao, wa ta'ati azwajihinna, na kuwatii waume zao. Kisha Allah akasema, was'alullaha min fadlihi, nyinyi muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala katika fadla zake, wala msitamani yale ambayo faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha kwayo baadhi yenu juu ya baadhi ya wengine. Kwa hivyo haitakikani, kama kuna wadhifa Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanaume wa Kiislamu kama vile alqawama, usimamizi, kwamba arrijalu qawwamuna ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, basi usitake na wewe kuwa ni msimamizi katika familia yako, kwa sababu wewe Allah subhanahu wa ta'ala hajakupa nafasi hiyo. Kutamani kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala kampa mumeo ni kwenda kinyume na utaratibu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo wanawake wamegeuka kuwa wao ndio wasemaji wa familia zao. Mwanaume hazungumzi chochote, mwanamke ndio msemaji kila kitu katika familia, yeye ndio anataka atie neno ndio lifanyiwe kazi hili. Sasa hii ni kinyume na utaratibu. Allah amekataza, wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, na wala msitamani kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha nacho baadhi yenu juu ya baadhi ya wengine. Wayaqulu subhanahu wa ta'ala, na anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi ya wengine. Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha wanaume juu ya wanawake. Kwa hivyo kwa sababu hiyo Allah akaweka usimamizi wa wanaume juu ya wanawake. Wanaume ndio wasimamie wanawake na sio wanawake wasimamie wanaume, lianna ar-rijala afdalu minan nisa, kwa sababu wanaume ndio wabora kuliko wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka qawama kwa wao, akaweka usimamizi kwa wao, wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa kile ambacho wamekitoa wanaume katika mali zao, min almuhuri wan nafaqat, katika mahari. Wanaume ndio waliotoa mahari, akakuposa wewe, akakupa mahari. Yeye ndio anatakiwa kuwa msimamizi wako, na sio wewe uliopewa mahari ndio uwe msimamizi wa mwanaume. Kwa Allah anaeleza sababu iliyopelekea wanaume kuwa ndio wasimamizi wa wanawake. Sababu ya kwanza wao wamefadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi ya wengine. Na sababu ya pili, wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa kile ambacho wamekitoa katika mali zao, wametoa mahari, na ndio wanaotoa matumizi nyumbani kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni. Anayetoa matumizi nyumbani ni mwanaume. Kwa hivyo yeye ndiye ana qawama, yeye ndiye ana usimamizi wa familia kwa ujumla. Kisha Allah akasema, fasalihat, na wale wanawake wema, fasalihatu minan nisa, wale wanawake wema, qanitatun, wanawake ambao qanitatun ay muti'atun li azwajihinna, wanawake wenye kuwatii waume zao, hafidhatun lilghaib,
wenye kujihifadhi katika ghaib, wanawake ambao au mwanamke ambaye tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi, ana muhifadhi mumewe katika kutokuwepo kwake, fi nafsiha, anajihifadhi yeye mwenyewe, haingii katika machafu na madhambi, wa malihi, na anaihifadhi mali ya mume wake, bima hafidha Allahu, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekihifadhi. Wallati, na wale wanawake ambao takhafuna nushuzahunna, ninyi mnaogopea kutoka kwao katika utiifu. Wallati, na wale wanawake ambao nisa'u allati, na wale wanawake ambao takhafuna nushuzahunna, ninyi mnaogopea kutoka kwao katika utiifu. Fa'idhuhunna, wapeni mauidha. Hawa wanawake ambao ni wanawake annashizat, wanawake ambao wanajitoa katika taa ya waume zao kwa kuwajibu kwa jeuri na kuwajibu kwa kiburi, pasina kutazama maneno yanayotoka katika vinywa vyao, wakaamua kujibishana na waume zao, wakaamua kugombana na waume zao. Hawa wanawake wa aina hii Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wanaume, fa'idhuhunna, wapeni mauidha hao. Jambo la kwanza, itakapojitokeza hali hiyo ya mwanamke kufanya nushuz, kuamua kutoka katika utiifu wa mume wake, ima kwa kauli au kwa matendo, jambo la mwanzo kabisa ni almauidha. Fa'idhuhunna, wapeni mauidha. Qala Allah wa qala rasuluhu, amesema Allah na amesema mtume wake kadha, wapeni mauidha. Ikiwa wataendelea na nushuza, ikiwa wataendelea na kutoka kwao katika utiifu, akaendelea mwanamke kuwa ni annashiza, Allah anasema wahjuruhunna, na muwahame. Hatua ya pili ni kuwahama kutoka katika vitanda vyao. Wahjuruhunna, na muwahame fil madaji', katika vitanda. Wahjuruhunna fil madaji', na muwahame wao katika vitanda. Wadribuhunna, hatua ya tatu, ikiwa bado nushuz itaendelea, bado wataendelea kuwa waasi, bado wataendelea kujitoa katika taa ya waume zao, Allah anasema wadribuhunna, na muwapige. Kwa hivyo hatua Allah subhanahu wa ta'ala katika kumrekebisha mwanamke na kumkarabati akaziweka hatua tatu. Hatua ya kwanza ni kumpa mauidha, amesema Allah, amesema mtume, acha hilo, haelewi, basi muhame, mfanyie hijra, muhame katika kitanda, taadiban laha, kwa ajili ya kumwadabisha, aache hicho anachokifanya yeye. Na kwenye hili utaona maslaha hapa ya mwanaume kuwa na mke zaidi ya mmoja. Kisha Allah anasema wadribuhunna, hatua ya tatu muwapige. Hatua ya tatu ni muwapige hao wanawake. Kwa hivyo hatua za kumrekebisha mwanamke wa Kiislamu ziko tatu. Hatua ya kwanza ni almauidha, na hatua ya pili ni alhijra, kumhama, na hatua ya tatu ndiyo ad-darb, kupiga. Lakini wanaeleza ahlul ilmi ni ad-darbu ghairu mubarrih, ni kipigo kisichoumiza, sio kumgeuza mkeo kuwa ndio bondia. Sasa bondia mwenzio, mko uwanjani mnapambana, akirusha na wewe unarusha, akirusha teke na wewe unarusha. Mtume anasema katika hadithi ni ad-darbu ghairu mubarrih, ni kipigo kisichoumiza. Ndio Waswahili wakasema kumpiga kwa kanga. Haimaanishi uchukue kanga umpige, la, bali inamaanisha pale atakapokukosea basi weka mnunulie kanga mpya. Hicho ndio kipigo hicho cha kumpiga mwanamke, sio kumpiga makofi. Fa in ata'nakum, Allah anasema fa in ata'nakum, ikiwa watakutiini, ikiwa watakutiini hao wanawake, fala tabtaghu alayhinna sabila, basi fala tabghu alayhinna sabila, basi msitafute juu yao njia ya kuwaudhi, msitafute juu yao njia ya kuwafanyia dhulma. Fala tabghu alayhinna sabila, basi msitafute juu yao njia ya kuwafanyia maudhi
msitafute juu ya njia ya kuwadhulumu katika haki zao. Maadama ameamua kuwa mutia li zawjiha, ameamua kumtii mumewe, basi wewe mume haitakikani tena uanze kutafuta kasoro, uanze kutafuta visa, uanze kufanya vitimbi kwa ajili ya kumdhulumu mwanamke wa Kiislamu au kumnyima katika haki zake. Wa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah, na katika sahihi mbili katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, anasema Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, istawsu bin nisa'i khaira, shikamaneni na wasia wangu. Istawsu bin nisa'i khaira, shikamaneni na wasia wangu katika kuwatendea wanawake khairi. Tawasaw fima bainakum, husianeni baina yenu nyinyi kwa nyinyi. Bil ihsani ilayhinna, kwa kuwafanyia ihsani, kuwafanyia wema wanawake. Ndio maana ya maneno ya mtume, istawsu bin nisa'i khaira tawasaw fima bainakum, husianeni baina yenu nyinyi kwa nyinyi, shikamaneni na wasia wangu. Bil ihsani ilayhinna, kwa kuwatendea wema wanawake. Fa innahunna khuliqna min dhila', kwani hakika wao wanawake wameumbwa kutokana na ubavu. Khuliqna min dhila'in, wameumbwa hao wanawake kutokana na ubavu. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu, na hakika kuliko pinda zaidi ambako kuko katika huo ubavu ni sehemu ya juu. Sehemu iliyopinda zaidi katika huo ubavu, a'lahu, ni sehemu ya juu. Fa in dhahabta tuqimuhu, ikiwa utataka kuinyoosha hiyo sehemu iliyopinda, kasartahu, utaivunja. Ikiwa utataka kutumia nguvu kuinyoosha hiyo sehemu iliyopinda, basi utaivunja. Wa in taraktahu, na ikiwa utaiacha hiyo sehemu iliyopinda, lam yazal bihi iwaj, haitoacha kuendelea kuwa ni yenye kupinda. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam daraba lana mathala, ametupigia sisi mfano wa mwanamke ni kama ubavu uliopinda. Huu ubavu wa mwanamke, huu ubavu uliopinda, ikiwa utataka kutumia nguvu katika kunyoosha, basi utauvunja, utamharibu huyu mwanamke, utamtoa katika taa, utamtia hasira huyu mwanamke, mtaingia katika magomvi, ugomvi utakuwa mkubwa, utamuingiza katika shirki, utamuingiza katika uasi, utamuingiza katika maasi. Kwa hivyo usitumie nguvu katika kumnyoosha mwanamke. Kisha mtume akasema, wa in taraktahu, na ikiwa utaiacha hii sehemu iliyopinda iendelee kupinda hivyo hivyo, lam yazal bihi iwaj, haitoacha kuendelea kuwa ni yenye kupinda. Maana ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, la sabila illa bisabri ala hadha li'wijaj, hakuna njia isipokuwa njia ni kufanya subra juu ya huku kupinda kwa mwanamke, kwa sababu ndio ameumbwa hivyo. Wewe watakikana kutengamana na mke wako bisabri, fayajibu sabru alayhi, hivyo kuna wajibika kumsubiria juu yake, kufanya subra. Wal ihsanu ilayhinna, na kuwafanyia wao wanawake ihsan. Wa husnu muasharatihinna, na kutengamana nao kwa matengamano yaliyokuwa mazuri. Fayambaghi lilmar'a, hivyo yatakikana kwa mwanamke baada ya kuwa amemaliza jambo la sita. Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, fayambaghi lilmar'a, yatakikana kwa mwanamke, an tasbira ala ma qaddara Allahu laha, asubiri juu ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria yeye, min tafdhili ar-rajuli alaiha, katika kumfadhilisha mwanaume juu yake. Awe na subra juu ya fadla ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha mwanaume juu yake. Walaysa ma'nahu, na haimaanishi hili halimaanishi an tasta'bidaha, amfanye mwanamke huyo kuwa ni mtumwa. Hili halimaanishi kwamba mwanaume sasa amfanye mke wake kuwa ni mtumwa, la hasha wa kalla, haimaanishi hivyo. Tafdhili ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfadhilisha mwanaume juu ya mwanamke haimaanishi kwamba huyu mwanaume sasa ndio awe sayyid na huyu mwanamke awe abd au abda au ama au awe ni mtumwa, haimaanishi hivyo. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama yakulu, anasema kama fi jami' Tirmidhi, kama ilivyokuja katika jami' ya al-Imam Tirmidhi, istawsu bin nisa'i khaira, shikamaneni na wasia wangu kuwatendea wanawake khairi.
fa innama hunna awanun, hakika si vinginevyo wao awanun indakum, ni mateka kwenu nyinyi. Mtume anasema istausu bin nisa'i khaira, shikamaneni na wasia wangu katika kuwatendea wanawake kheri. Fa innama hunna awanun indakum, hakika si vinginevyo wao hao wanawake ni mateka wenu, ni mateka kwenu nyinyi. Kwa nini Mtume akasema ni mateka wanawake kwa wanaume? Kwa sababu wao wanawake liannahunna yakhda'na li sultani rijal, kwa sababu wao wananyenyekea ule uongozi aliopewa mwanaume katika familia. Wao ni wanyenyekevu, ni watiifu. Ndio maana Mtume akasema hunna awanun indakum, hao ni mateka wenu. Kisha Mtume akasema la tamlikuna minhunna, ninyi wanaume hammiliki kwa wao wanawake, ghaira dhalika, kinyume cha hilo. Hakuna mnachokimiliki nyinyi kwa wanawake isipokuwa alwasiyatu bihinna, ni kuwapa nasaha wanawake, kuishi nao kwa maisha mazuri na kuwapa nasaha, wal ihsanu ilayhinna, na kuwafanyia ihsani wanawake. Hamna kingine wanaume mnachokimiliki kwa wanawake kinyume na hicho. Ala, Mtume akasema zinduka, wa inna lakum fi nisaikum haqqan, na hakika mnazo nyinyi kwa wanawake wenu haki. Ninyi wanaume mnazo haki kwa wanawake wenu. Ala, zinduka, wa inna linisaikum alaykum haqqan, na hakika wanazo wanawake zenu juu yenu haki. Pia ninyi wanawake zenu wanazo haki juu yenu, kama walivyokuwa wao wana haki, kama ilivyokuwa ninyi mna haki juu yao, na wao vile vile wana haki juu yenu. Kisha Mtume akasema fa haqqukum alayhinna, haki zenu juu yao, haki zenu juu yao ambazo wanawake wanatakiwa wazifanye wakiwatekelezea waume zao. Mtume akasema alla yuti'na furushakum man takrahunahu, wasimuingize katika majumba yenu yule ambaye ninyi mnamchukia, au wasiwaingize katika majumba yenu wale ambao ninyi mnawachukia. alla yuti'na furushakum man takrahunahu, wasiwaingize katika majumba yenu wale ambao ninyi mnawachukia. Sawaun kana almadhunu lahu rajulan ajnabiyya, sawa sawa itakuwa huyo aliyeidhiniwa kuingia nyumbani ni mwanaume wa kando, au imraa, au atakuwa mwanamke, au ahadan min maharimi zawja, au mtu yoyote katika wale maharamu wa mume. Maadama mume hamtaki nyumbani kwake, usimuingize mtu huyo kwake. Sawa itakuwa ni kaka yako, sawa itakuwa ni baba yako, sawa itakuwa ni yoyote, utakikani kumuingiza. Ta'atan li zawjik, kwa kumtii mumeo. Hiyo ni haki ambayo wewe unatakiwa uitekeleze kwa mume wako, na ndiyo maagizo na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'zanna fi buyutikum man takrahunahu, na wala wasimuidhinishe katika majumba yenu yule ambaye ninyi mnamchukia. Wasimpe idhni kuingia katika majumba yenu yule ambaye ninyi mnamchukia, au wasiwape idhni kuwaingiza katika majumba yenu wale ambao ninyi mnawachukia. Hii ndiyo haki ambayo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa kuitekeleza kwa mume wake. Kisha akasema Mtume wa haqquhunna alaykum, na haki zao hao wanawake juu yenu nyinyi wanaume. Sasa an tuhsinu ilayhinna, ni ninyi kuwafanyia ihsani, watendeeni wema, watendeeni wema wanawake zenu, fi ta'amihinna, katika vyakula vyao, wa kiswatihinna, na mavazi yao. Shughulikieni vyakula vya wake zenu, shughulikieni mavazi ya wake zenu. Kama unavyopendeza wewe baba, basi na mama apendeze vivyo hivyo. Kama unavyopendeza wewe mume, na mke wako apendeze vivyo hivyo. Kama unavyokula wewe mume, basi na mkeo ale hivyo hivyo. Sio wewe unakula hotelini, mkeo anakula dagaa nyumbani. Hiyo ni kinyume na ni kuvunja haki ya mke wako. Wa fi sunani, na katika sunan wa musnad al-Imam Ahmad, na musnad ya Imam Ahmad min hadithi Muawiya, katika hadithi ya Muawiya ibn Haida radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala, kuna bwana mmoja alisema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma haqqu zawji ahadina alaina, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu yetu? Anauliza ma haqqu zawji ahadina alayhi, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu yake? Ma haqqu zawji ahadina alayhi, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu yake? Anakusudia hapa haqqu zawja ala zawjiha,
haki ya mke juu ya mume wake. Ni ipi haki ya mke juu ya mume wake? Qala, mtume akasema, an tut'imaha idha ta'imta, ni wewe kumlisha mwanamke huyo idha ta'imta, pindi utakapokula. Mtume anakusudia haki ya kwanza ambayo mwanaume anatakiwa kumtekelezea mke wake, asijihusishe mwanaume yeye mwenyewe bil it'ami, wa kula, dunaha, pasi na mke wake. Kaenda hotelini akatafuta chakula kizuri akala, mkewe nyumbani anakula dagaa. La, hiyo ni kinyume na haki, ni kuivunja haki ya mkewe. Wataksuha idha iktasaita, na kumvisha yeye, wataksuha, na kumvisha yeye mwanamke idha iktasaita, pindi utakapovaa wewe. La takhussu nafsaka bil libasi dunaha, usihusishe nafsi yako kuvaa mavazi mazuri pasina yeye. Wewe unavaa kanzu ya 1050, unavaa kanzu ya 200,000, mkeo anavaa nguo za hovyo hovyo. Usifanye hivi, ni kuivunja haki yake. Haki ya pili. Haki ya tatu, mtume akasema, wala tadribil wajha, na wala usiupige uso. Wala tadribil wajha, na wala usipige uso. Hata ikitokea umeendea hukumu ya tatu au umeendea hatua ya tatu ya kumpiga mwanamke, la tadribil wajha, usipige uso. Tunaelewana vizuri? Usimpige uso. La tadrib illa li sabab, na usipige isipokuwa kwa sababu, wa hajatin, na kwa haja. Pale itakapotokea sababu ya kupiga au itakapopelekea haja ya kupiga, basi umeruhusiwa kupiga, lakini usipige katika sehemu ya uso. Pige litaadib, kwa ajili ya kumwadabisha, au litarkiha ba'da alfaraid, au mpige kwa sababu ameacha baadhi ya faradhi, mpige, lakini darb iwe ni ghairu mubarrihin. Hilo pigo liwe ni pigo ambalo lisiloumiza, na mtume amekataza kupiga uso, kwa sababu uso ndio reception. Reception ikiharibika itakuwaje? Kisha mtume akasema haki ya 4, wala tuqabbih, na wala usimtie dosari. La tashtum, usimshutumu kwa kumwambia maneno mabaya, au kumwombea dua mbaya, au kumwambia qabbaha Allahu wajhaka, Allah autie ubaya uso wako, na mfano wa maneno kama haya. Haifai mwanaume kumzungumza mkewe kwa maneno mabaya na kumsemeza kwa maneno magumu kwamba wewe ni mbaya, wewe mwanamke kadha. Haifai. Amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tahjur illa fil baiti, na usimhame isipokuwa nyumbani. La tahjur illa fil madja, usimhame isipokuwa umhame fil madja'i, katika kitanda pekee. Muhame kitandani tu, hamia chumba kingine, lakini usimhame ukahama nyumba kabisa, ukatafuta sehemu nyingine ya kwenda kuishi, ukamtelekeza mkeo, ukatelekeza familia yako. Hizi ni haki 5 ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia mwanaume wa Kiislamu atakikana kuzitekeleza kwa mke wake. Famadha barakallahu fikum, basi ni kipi Allah subhanahu wa ta'ala kubarikini? Kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekihimiza na kukisisitiza mwanaume amfanyie mkewe, basi akifanye. Fayambaghi, yatakikana, an nataawana jami'an ala alkhairi, tusaidiane wote katika khairi. Yatakikana sisi sote waume kwa wake tusaidiane katika khairi. Ar-rajulu yuamilu imra'atahu muamalatan islamiyya, mwanaume aamiliane na mke wake muamala wa Kiislamu. Wayuinuha ala talabi alilmi, na mume amsaidie mke wake katika kuitafuta ilmu. Wayuinuha ala da'wati ila Allah, na mume amsaidie mke wake katika kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walmar'atu tuamilu zawjaha, na mwanamke aamiliane na mume wake muamalatan islamiyya, muamala wa Kiislamu. Watuinuhu ala alilmi, na mwanamke amsaidie mume wake katika jambo la ilmu. Wa ala da'wati ila Allah, na mke amsaidie mume wake katika jambo la kulingania kwa Allah. Wa ala husni tadbir, na kupangilia vizuri, lima fil baiti, kwa yale ambayo yako nyumbani, mazingira ya nyumbani, muonekano wa nyumba, watoto, wageni, yote hayo amsaidie mume wake katika kuyapangilia. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wataawanu ala albirri wattaqwa, nasaidianeni
katika wema na uchamungu, wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, na wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Wallahu almusta'an, na Allah yeye ndiye mwenye kuombwa msaada. Kwa risala yetu ilikuwa fupi, na haya ndio ambayo leo tumejifunza mambo mengi ambayo ameyataja al-Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi. Naktafi huna, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naona muda